Wapenzi wa Akejo Media, popote mlipo duniani, karibu sana. Leo tunakuleteni uchambuzi maalum kuhusu tukio kubwa ambalo limeanza kubadilisha siasa za Mashariki ya Kati na kuvuta macho ya dunia nzima. Baada ya mabadiliko makubwa ya uongozi nchini Iran mwaka 2026, taifa hilo sasa lina kiongozi mkuu mpya, Mojtaba Khamenei. Hii si habari ya kawaida, kwa sababu nafasi ya Supreme Leader wa Iran ni moja ya nafasi zenye nguvu kubwa zaidi duniani. Mtu anayeshika nafasi hii ana uwezo wa kuongoza jeshi la taifa, kusimamia sera za kimataifa, kuwa na ushawishi mkubwa katika serikali na kuamua mwelekeo wa kisiasa wa taifa zima. Lakini sasa swali kubwa ambalo dunia inauliza ni hili: ni nani hasa Mojtaba Khamenei? Alifikaje hadi kufikia nguvu hii kubwa? Na uongozi wake utaathiri vipi Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla? Katika video hii ya Akejo Media, tutachambua kwa kina historia yake, safari yake ya kisiasa, uhusiano wake na jeshi la Iran na nini kinaweza kutokea duniani chini ya uongozi wake. Historia yake. Mwanzo wa maisha. Mojtaba Hosseini Khamenei alizaliwa tarehe 8 Septemba mwaka 1969 katika mji wa Mashhad nchini Iran. Mashhad ni moja ya miji mikubwa na muhimu zaidi nchini Iran, hasa kwa sababu ni kituo kikubwa cha dini ya Kiislamu ya Shia. Lakini kilichofanya maisha yake kuwa tofauti ni familia aliyozaliwa nayo. Baba yake ni Ayatollah Ali Khamenei, ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa Iran kwa zaidi ya miaka 30 tangu mwaka 1989. Hivyo, Mojtaba alikulia katika moyo wa siasa za Iran. Tangu akiwa mtoto alishuhudia mapinduzi ya Iran, mvutano kati ya Iran na Marekani na vita vikubwa vilivyobadilisha historia ya taifa hilo. Baada ya kumaliza masomo yake ya kawaida, Mojtaba alisoma katika mji wa Qom. Ni moja ya vituo vikubwa kabisa vya elimu ya dini ya Shia duniani. Huko alijifunza sheria ya Kiislamu, fiqh, tafsiri ya Qur'an, falsafa ya Kiislamu na historia ya dini ya Shia. Baadaye alijulikana kama mwanazuoni wa dini na pia aliwahi kufundisha katika seminari hiyo. Katika miaka ya 1980, Iran ilikuwa katika vita kali sana dhidi ya Iraq. Vita hivyo vilidumu karibu miaka 8 na vilisababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu. Katika kipindi hicho, Mojtaba alijiunga na Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. IRGC ni jeshi maalum lenye nguvu kubwa sana ndani ya Iran. Jeshi hili lina ushawishi mkubwa katika usalama wa taifa, uchumi na siasa za Iran. Kupitia uhusiano wake na IRGC, Mojtaba alijenga mtandao mkubwa wa kisiasa na kijeshi. Kwa miaka mingi, Mojtaba Khamenei hakushika nafasi rasmi kubwa serikalini, lakini wachambuzi wengi wa siasa za Iran wanasema alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa sana nyuma ya pazia. Alikuwa mshauri wa karibu wa baba yake, kiungo kati ya serikali na jeshi, na mtu aliyekuwa na ushawishi katika baadhi ya maamuzi makubwa ya kisiasa. Kwa sababu hiyo, baadhi ya wachambuzi wa kimataifa walimuita shadow leader wa Iran, yaani mtu ambaye alikuwa na nguvu kubwa bila kuwa mbele hadharani. Kwa miaka mingi kulikuwa na mazungumzo ndani ya Iran kuhusu nani angeweza kuchukua nafasi ya baba yake siku moja. Baadhi ya wachambuzi waliona Mojtaba kama mtu mwenye nafasi kubwa ya kuchukua uongozi wa taifa. Baada ya mabadiliko ya uongozi yaliyotokea mwaka 2026, baraza la viongozi wa dini linaloitwa Assembly of Experts lilimchagua Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya
wa Iran. Hii ilifanya awe kiongozi wa tatu katika historia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nafasi ya kiongozi mkuu wa Iran ina nguvu kubwa sana. Kiongozi huyu ana mamlaka juu ya jeshi la taifa, IRGC, sera za kimataifa, vyombo vya usalama na mfumo wa mahakama. Kwa maneno mengi, yeye ndiye mtu mwenye nguvu kubwa zaidi nchini Iran. Kuingia kwake madarakani kunakuja wakati Mashariki ya Kati iko katika mvutano mkubwa. Masuala muhimu ambayo dunia inaangalia ni mpango wa nyuklia wa Iran, mvutano kati ya Iran na Israel, ushawishi wa Iran katika Syria, Lebanon na Iraq, na mahusiano ya Iran na Marekani. Wachambuzi wengi wanaamini kwamba maamuzi yake yanaweza kubadilisha kabisa mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati. Kwa kifupi, Mojtaba Khamenei si mtu mpya katika siasa za Iran. Kwa miaka mingi amekuwa karibu sana na viongozi wa dini, jeshi la Iran na mfumo wa uongozi wa taifa. Lakini sasa kwa mara ya kwanza ameingia rasmi katika nafasi ya juu kabisa ya uongozi. Na sasa dunia nzima inaangalia kwa karibu hatua zake zinazofuata. Swali kubwa linaendelea kubaki. Je, uongozi wake utaimariki nguvu ya Iran duniani au utaongeza mvutano mkubwa wa kisiasa katika Mashariki ya Kati? Hii ni Akejo Media, tukikuletea uchambuzi wa kina wa habari za dunia. Usisahau like, subscribe, washa notification ili kuendelea kupata uchambuzi mkubwa wa matukio ya dunia.